na mimi nitawazingua watakaonizingua. Mbeya oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwenyeji wetu Mheshimiwa Spika, mwenyeji wetu kabisa jimboni, na waheshimiwa, namuona Lord Mayor yuko hapa, Rasi yuko hapa, madisi wako hapa, wabunge wako hapa, lakini pamoja nami nimekuja na mawaziri kadhaa. Kuna waziri wa TAMISEMI yuko wapi? Huyo hapo. Waziri wa maji Aweso yuko hapo, waziri wa viwanda, naibu waziri ujenzi, wote nimefuatana nao. Ndugu zangu, tuko Mbeya kuanzia leo mpaka tarehe 8 tutakapofunga 8. Najua watu wa Mbeya mmenisubiri muda mrefu, na nataka niwaambie hakuna mkoa nimekwenda na kukaa siku nyingi kama nitakavyokaa Mbeya. Hakuna mkoa nimekaa siku 4. Mbeya nimeanza leo mpaka tarehe 8, nikifunga 8 ndio nitawaaga. Na katika siku zangu za kukaa hapa nitazunguka karibu wilaya zote nadhani, na zote nitafanya kufungua shughuli za maendeleo. Tumeanza asubuhi maji kule Mbalizi, alafu tukaenda tukafungua jengo la mama na mtoto kule Meta, jengo kubwa kabisa. Kina mama wote wa kanda hii watakuwa, wale wenye matatizo kutoka nyanda za juu watakuja pale, wa Mbeya hata kama hana matatizo atajifungulia pale. Na mnajua nini kina mama pale kwenye hospitali, kile chumba cha kujifungulia, sasa utaingia, ukitaka utaingia na mwenza wako au utaingia na dada yako na mamako. Si unajua unahitaji faraja wakati ule, kwa hiyo utaingia na mtu atakayekupa faraja. Sasa hivi tuko hapa kuzindua jengo hili la mkuu wa mkoa. Nataka niwaambie, nimeshazunguka mikoa mingi na nimeona majengo ya wakuu wa mikoa mazuri sana, lakini hili la aina yake. Nilipoambiwa utafungua jengo la mkuu wa mkoa utaweka jiwe la msingi, nilijua ni jengo tu hivi. Nikasema mimi nitawekaje jiwe la msingi hivi? Nikarushiwa mapicha, nikasema kweli. Kwa hiyo nimefika, nimeshuhudia kazi nzuri mlioifanya. Na nataka niwaambie, katika shughuli ya utawala bora, hii ndio kazi serikali yenu inafanya, kuboresha maeneo ambayo wananchi wanakwenda kuhudumiwa, ili wakiingia wajue kwamba wameingia pahali na wapate imani ya kuhudumiwa. Lakini hata wale wanaotoa huduma, ukimweka pahali pazuri panavutia na nini, anapata moyo zaidi wa kutoa huduma na anapata morali ya kazi. Kwa hiyo katika shule yetu ya utawala bora tunaendelea kuboresha majengo haya. Tunajenga majengo ya halmashauri, tunajenga majengo ya wakuu wa wilaya, lakini zaidi ni kwamba ili haki nayo itoke vyema, hata majengo ya mahakama tumeanza kuyaboresha, kwa sababu utafiti unaonesha kwamba mwanadamu akifanya kazi kwenye mazingira mazuri, basi kama ni haki anakuwa ametulia, anatoa haki ipasavyo. Kama ni huduma ametulia, anatoa huduma ipasavyo. Na ndio maana tunatumia pesa nyingi sana kujenga majengo ya aina hii. Jengo hili limegharimu shilingi bilioni 6 mpaka sasa hivi. Mkuu wa mkoa anaweza kurudi akasema mama palibakia padogo tuongezee basi tumalize. Lakini simwambie arudi, zimtoshe hizo. Lakini ukichukua bilioni 6 tungesipeleka kwenye vituo vya afya vya kata, ni vingapi? Ni vituo 12, si ndio? 12. Lakini zote tumeziingiza hapa kwenye jengo moja, tukijua kwamba Mbeya ndiyo katikati, ndiyo makao makuu ya kanda za juu kusini. Na mkuu wa mkoa anajidai kweli,
Ananambia wale wakuu wa mikoa wakija huku kutaka ushauri wanikute pahali pazuri sana. Wajue mimi kaka yao niko pahali pazuri nafanyia kazi. Kwa hiyo ndio kazi tunayofanya ndugu zangu, na tutaendelea kujenga majengo ya aina hii katika mikoa mbalimbali, hasa yale maeneo ya makao makuu ya kanda. Tutaweka majengo ya aina hii. Mengine tutaweka majengo mazuri lakini sio makubwa kiasi hichi. Kwa wana Mbeya, hongereni sana. Lakini leo asante vijana. Toka nimefika asubuhi nilikuwa napokea ripoti tofauti za maendeleo. Kwa kweli serikali yenu tumekuwa tukipeleka pesa nyingi sana halmashauri ili zikatoe huduma kwa wananchi, ikatatue changamoto zinazowakabili wananchi. Lakini toka asubuhi nimefika napokea ripoti na nimekwenda kuona mradi wa maji, pesa karibu bilioni 3 na point. Tangi zuri limejengwa, maji yanapatikana mpaka Mbalizi mjini huko. Kwenye maeneo ya mji maji yanapatikana. Kwa hiyo nimeridhika na utekelezaji wa ule mradi. Lakini pia nikaenda hospitali ninayowaambia zimetoka pale kama bilioni 11 kutengeneza ile hospitali. Lakini nimeridhika na ujenzi na nimeridhika pesa ilivyotumika. Na hapa pia na penyewe nimeridhika pesa ilivyotumika. Kwa hiyo hata kama kuna kaujanja mkuu wa mkoa akafanya, lakini nimeridhika jinsi pesa ilivyotumika. Kwa hiyo niwape pongezi sana Mbeya kwamba pesa inavyokuja mnaitumia vyema na mnatoa huduma kwa wananchi. Na hivi ndivyo tunavyotakiwa kwenda. Nadhani mlinisikia niliwaambia anayetaka kuniona rangi yangu achezee pesa ninayoishusha kwa wananchi. Lakini hata hivyo kuna wanaume walijaribu na wakaona rangi yangu halisi. Kwa hiyo mimi Mbeya sina maneno makubwa, ni waambie tu furaha yangu leo kuona jengo hili la mkuu wa mkoa. Nimeambiwa mtakuwa na ofisi 70 humo, lakini kutakuwa na mgahawa hapa wa kupata chai wafanyakazi, na sio sasa kwenda kuzurura kwa kisingizio cha chai. Na hii ndio sasa itafanya wananchi wahudumiwe kwa vizuri zaidi. Hasa baada ya kusema hayo, ndugu zangu, mimi niwashukuru sana kwa kuweko hapa kuja kuniunga mkono na kazi hii. Niwapongeze sana madiwani, nyinyi ndio wanasema ni custodian wa fedha zinazoshushwa huku chini. Kwa hiyo niwaombe sana mnapokaa kwenye vibunge vyenu vile, sababu mimi sisemi baraza la madiwani, naita bunge dogo. Nyinyi ni wabunge katika maeneo yenu, na pesa yote tunayoshusha nyinyi ndio dhamana. Kwa hiyo mhakikishe mnakaa kwenye vikao, mnajadili, mnakubaliana na fedha inakwenda pale mlipokubaliana. Na sio tu kwenda, mnaisimamia. Lakini moja, madiwani, nataka hili nalo muondoke nalo. Ile 10% ya halmashauri. Sasa hivi angalau ingia kwenye miradi ambayo tukija tuoneshwe. Tuambiwe hii hapa ni 10% ya halmashauri. Ile niletee na mimi, nigawie na mimi, nipe na mimi, alafu vijana hawarudishi. Inakuwa haitoi sura nzuri. Kwa sababu ile fedha tumekusudia ilete maendeleo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tukija mkituambia mradi kwa upande wetu ni huu hapa wa watu wenye ulemavu, huu hapa wa wanawake, huu hapa wa vijana, italeta sura nzuri zaidi. Na nilisema si wakati wa kampeni, lakini kuna kipindi nilikuwa ninasema kwamba kipimo chenu madiwani sasa ni miradi ya 10% ya halmashauri. Hicho itakuwa ndio kipimo chenu. Na jinsi vijana wanavyorudisha, wanawake wanavyorudisha hiyo pesa. Kwa madiwani, pamoja na pongezi zangu kwa kazi nzuri mnayoifanya, hilo nalo ondokeni nalo. Nikija tena Mbeya, mniambie ule mradi uliotuambia ni huu hapa. Angalau nikiona mitatu, wanawake mmoja, vijana mmoja, wenye ulemavu mmoja, tasema Mbeya wa. Kwa hiyo ni assignment, ibebeni, kaifanyieni kazi. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, asanteni sana. Tumekamilisha hili jambo. Nataka nipite CCM sasa hivi. Ndio maana nimevaa kijani kidogo.
nikaongea na wana CCM kidogo, alafu tuendelee na shughuli nyingine. Asanteni sana, hongereni sana.